Habari familia ya Efata Talk. Siku nyingine tena tunapata nafasi ya kuendelea na ile safari yetu ambayo tulikuwa tumeshaianza ya kujifunza kanuni au mbinu 10 za kuweza kufikia shauku yako. Tulisema tutatumia neno ndoto, tutatumia shauku kwa sababu ndoto kuna wakati hazitimii, lakini shauku ni lazima itimie. Kwa baada ya kujifunza sana kuhusiana na ile hoja ya kwanza ambayo kama ukitaka kuijua tulianza wapi, unaweza ukaangalia video ya kabla ya hapa na ukaona vyote ambavyo tulianza. Leo tutaendelea na hatua ya pili. Tulisema ili kutimiza shauku yetu tunazo kanuni. Tunazo kanuni ambazo ni worldwide, ni kanuni ambazo dunia nzima inatumia. Watu waliofanikiwa wengi, ukisoma katika vitabu na ukifuatilia maisha yao, utaona kwamba hizi ndo mbinu na njia ambazo walizitumia. Na utaratibu wa kanuni uko wazi. Ni kwamba kama kanuni inasema 1 ongeza 1 ni 2, wewe ukisema 1 ongeza 1 ni 3, utakuwa imekutema nje ya mfumo. Basi kanuni za mafanikio katika kila jambo unalofanya, kama ambavyo tulisema awali kwamba hatutajikita kwenye mafanikio ya kiuchumi peke yake. Tutaangalia mafanikio katika kila shauku ya mtu. Yule ambaye shauku yake ni kuwa mfanyabiashara mkubwa, kufanikiwa kiuchumi, mwenye shauku ya kuwa mfanyakazi bora, kufanikiwa katika kazi yake, mwenye shauku ya kuwa mwanafunzi bora, kufanikiwa katika masomo yake, mwenye shauku ya kuwa msanii mkubwa, kufanikiwa katika sanaa yake, mwenye shauku yeyote ile, mwenye shauku ya kuwa content creator, mwenye shauku ya kuwa mjasiriamali, vyovyote vile, hizi ni mbinu ambazo wanatumia. Tulianza na mbinu ya kwanza, tukajadili vizuri sana katika episode iliyopita, nadhani unaweza kufuatilia ukaiona. Leo katika episode ya pili tutakuwa na mbinu ya pili. Mbinu ya pili ambayo itakutoa na kukufikisha katika shauku yako au katika kile ambacho ni maono yako ni kuanza. Mimi nitaingia moja kwa moja kwenye kuanza. Nitakwambia kitu kimoja. Wanasema hivi, muda mzuri wa kupanda miti, kama uko unatamani kuwa na mafanikio ya kilimo cha miti, wewe ukawa ni tajiri wa miti kama wale ambao wapo kule Njombe, wanasema ni miaka 20 iliyopita. Lakini muda mwingine mzuri wa kupanda mti ni leo. Maana kama kuna jambo unatamani kulifanya ukashindwa kulifanya hapo awali, muda mwingine mzuri wa kuanza ni leo. Moja kati ya udhaifu ambao unajitokeza ni kwamba watu wengi tunasubiri kila kitu kiwe sawa ili tuweze kuanza. Na hii imewakwamisha watu wengi sana. Wanatamani kila mazingira ya kuruhusu kuanza, kila sababu iwe ni ya kuanza, kila kitu kinachoruhusu kuanza kiwe sawa. Kama ni mtaji, mtaji uwe mzuri, eneo la kufanya biashara liwe zuri, jumba iwe nzuri, unataka urembo upendeze, kila kitu kiwe sawa. Hakuna huo muda. Dunia haikupi muda wa kila kitu kuwa sawa. Kama kuna jambo unataka kulifanikisha, anza leo. Kama ni unataka uanze biashara, anza biashara kwa mtaji mdogo ulionao leo. Kama unataka kufanikiwa kwenye masomo, anza kusoma leo. Kama unataka kuwa mfanyakazi bora, anza leo kufanya vitu vinavyompaswa mfanyakazi bora kufanya. Kama unataka kuwa mwanafunzi bora, yaani kila jambo unalotaka kulifanya, anza leo. Unataka kuwa content creator, huna mazingira mazuri, huna mtu wa kukushuti, huna nini, anza na kile ulichonacho leo. Anza na kasimu kako kadogo hako. Anza na kile kilichopo. Unapoanza maana yake ni kwamba unaiambia mbingu na unaiambia ardhi kwamba I'm in. Kwa hiyo kama kuna mazingira mazuri ya hicho kitu kufanyika, yatakukuta ukiwa njiani. Kama kuna msaada, watu watakupa msaada ukiwa njiani. Na maana tunasema kwamba hauwezi ukawa unataka kufanya safari ya kutoka kwa mfano Iwambi unakwenda Mwanjelwa, alafu kakaa nyumbani kwako unasubiri usafiri uje na wewe hauna usafiri. Ili uweze kupata usafiri, utaanza safari ya kutoka nyumbani kwako mpaka stendi, utakaa stendi. Hata kama una nauli, ukisimama stendi utapatana hata mtu mmoja anakufahamu wa bodaboda, atakubeba, atakusogeza, mwingine atakubeba na bajaji, mwingine atakupa lift ya guta. Mwisho siku utafika unapotaka kwenda. Kwa hiyo anza kwanza, ndipo utapata watu kukushika mkono. Hakuna namna ambapo unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa wa kwenda China na umeshindwa hata kwenda kutoka Iwambi kwenda Mbalizi kujumua, unataka kuja kwenda China. Utaendaje China wewe? Utapataje connection ya China? Wanasema siku zote ili upate watu sahihi watakukuta katika mazingira sahihi. Kwa hiyo lazima utoke hapo ulipo uende kwenye mazingira ambayo yanaruhusu hicho kitu chako, ndipo unaweza kufanikiwa. Ndio hapa mifano midogo tu. Moja kati ya mtu maarufu sana katika nchi ya Tanzania sasa hizi tunaweza kuchukua mfano MC Mboneke. Mboneke ili aweze kuwa hivyo alivyo leo, alianza kwa kukimbia tu. Ni mtu ametoka Sistila hapo,
Ni mtu ametoka hapa Mbeya kwetu hapa Sistila. Alianza kwa kukimbia tu, clip zake anakimbia, anaongea, anakimbia, anaongea. Ndo huyu leo Tanzania nzima inamfahamu, na mpaka kuna baadhi ya watu wanasema huyu jamaa atakuwa na akili kweli au ana changamoto ya afya akili. Lakini yote hiyo ni kile kitu anachokifanya. Alianza, kuna maneno alianza. Ukiangalia watu wengi ambao wamefanikiwa leo, ambao leo ni kioo na tunaona kama wamefanikiwa, kuna sehemu alianzia. Kuna hatua alianzia. Anza kile unachotaka kukifanya. Usitake kila mazingira yawe tayari kwa ajili ya wewe kuanza. Hayupo huyo mtu wa kuandaa mazingira tayari kwa ajili yako wewe. Wewe ndo huyo mtu unatakiwa kuyafanya mazingira yawe tayari kwa ajili yako. Usije ukategemea mazingira yatakuwa tayari kwa ajili yako. Wewe unayatengeneza kuwa tayari kwa ajili yako. Na ndio maana ukisema kuna hoteli nzuri sehemu, utakuta ilikuwa ni poli. Kuna mtu alianza kulibomoa poli kuifanya kuwa hoteli nzuri. Ukisema mji wa Mbeya ni mzuri, kuna watu walianza kujenga majengo na leo hii imekuwa nzuri. Ukisema Tanzania ina miundombinu, kuna watu walianza. Kila jambo kuna watu walianza. Sasa kwa nini wewe usianzishe hiyo safari yako kwenda kufikia kesho yako nzuri unaitaka? Hayupo mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kusimama na kutembea nayo kwenye safari isipokuwa wewe mwenyewe. Anza kile unachotaka. Tuendelee kupeana maoni na ushauri kupitia akaunti hii ili tujue wapi pa kushauriana. Sio mimi peke yangu, wote tutaingia katika mjadala na kupeana mbinu na namna ya kuweza kusogea na kufikia kesho nzuri. Hakika kesho nzuri inakuja kwa wale wote watakaoanza safari yao. Karibu Efata Talk. Unaweza ukashare na sisi maoni kupitia channel yetu hii, lakini pia YouTube kule tunapatikana kwa jina la Efata Talk. Unaweza ukaenda YouTube na ukazikuta hizi, tukashare pale maoni, tunaweza kuendelea kushauriana kupitia Efata Talk. Karibu sana Efata Talk. Hakika kesho nzuri inakuja.